Sisi Wambuti tunaomba kwenye twiko na sisi tunaangamizwa sana. Tunakuwa na mashamba lakini ile mashamba tu hatuna mbele na nyuma, wanatunyang'anya haki yetu. Na japo kusema Wambuti sio ndo wa premieri ya kwanza mdunia, lakini sisi tunakosa mbele na nyuma. Nasikia waliwafukuza mashamba kule. Ndio. Walitufukuza mushamba, sisi Wambuti hatuna duruwa ya kuishi kushamba, na japo mashamba ni ya Wambuti. Tangu tulizaliwa dukose kwenye tunaweza ishi, na japo kusema budongo ni ya Wambuti, na sia ile inatuangamiza sana. Ndio mnaomba nini? Tunaomba leta idutetee na sia tupate kwa kuishi, tena dukue sabi tu batu wengine. Nilibumbiwa na mikono mbili na wengine biko na mikono mbili. Uchuruzi siweze shindwa kuchuruza, na mie jinsi kwa mzee na pasha churuza, lakini Wambuti kukosa mbele na nyuma, tunakosa uchuruzi, tunakosa njara hiki inatuua. Chenye chetu ni kwenda kuomba. Wakati tunaomba na kusema mwenyewe ataona iko na romba watamuua au wamupige. Sasa Wambuti sie tutaishi namuna gani? Tunahitaji sasa na sie Wambuti mtutetee, na sie mtupatie nini haki yetu. Tunahitaji wana nani vijana, sisi wenyewe. na Kevere hitaji wana nani vijana, sisi wenyewe. na Goma hitaji wana nani vijana. Wakati huo waasi wa M23 nao waendelea na hamasa katika eneo wanazodhibiti, huku nao wakihamasisha vijana kujiunga nao wakati kuna mazungumzo kati yao na serikali ya Kinshasa. Remi Sengiyobe ni mmoja wa viongozi wa M23 Kivu Kaskazini, anazungumza. Lac Vert oye! Lac Vert viva! Lac Vert nyanya! Mupigie viongozi vigelegele. Lac Vert tuko! Vijana na nyinyi mko? Baba mko? Tuko na furaha ya ajabu. Ninawashukuru kwanza wakaaji sababu mlisikia wito. Si vile? Ndio. Wasalimie na upigie vigelegele sana. Tunakuwa kwa karibu kwa question. Mfuate hii question. Mama na wewe kuya basi. Jambo za ndugu wa Lac Vert. Jambo sana. Kwa majina ni Isabelle Nsengimana Jacques. Mimi nazaliwa Busumba Munyamasisi. Ila hapa mzee ametuanzia mzuri. Mbele hata tutafelicite kwanza chef wetu wa Lac Vert, puisque tuko na chef wa bien tena wabuyana sana kabisa. Anaangala kama sasa vile dolari. Sasa kesi yangu iko hapa hivi. Uongozi bora ya chef tunaikubali. Uongozi wa AFC M23 iko hivi. Sisi kama wa turage ba Lac Vert sasa. Chef kuko ka question kenye mtu anataka aulize, anakosa kauliza yeye. Jinsi umefika mnasema tutauliza kwa nguvu, tuko tayari kuuliza. Ya kwanza ni uko natembea hapa Lac Vert, kama ulibarikiwa na kidogo yako, unakunya kachupa, unaimana kwa mtu moya hivi, kumbe ule mtu samoya ni security wa kwa chef Lac Vert. Ukishamuima utawachunga ukikale pale, sawa unatafuta kutoka kama magharibi kamoya wala mchana, ile kanda inabakia pale pale.
chef alibatuma fanya security, mesaba na kubana na utani wewe ndio libaima, fimbo utakula utembea na fimbo za pia sana. Utakula fimbo mpaka balunguze baseme alikuwa ni Nyatura. Alikuwaka ni bandia na ibaka. Oro wewe uko inosa haukuibaka. Eske réellement kwa sauti yangu kwanza ya nauliza hivyo. Tuko na wakati ya kubaniwa. Sote mie jeune garçon. Mina samba wala. Na bakani maltraité wanasema ni AFC M23 ndio ilibatuma wafanye vile. Eske réellement AFC M23 ndio ilibatuma vile wala haiko AFC M23? Asante. Ninawaza ile imetosha. Mwingine tutajibilia ni moja zile makestions. Dada karibu. Karibu, karibu. Karibu. Mbona muona? Mbona muona? Très bien. Rafiki yangu huyu. Jambo. Kwa majina ni Rebecca. Na mimi nataka uliza Remi Segiobe neno moja. Papa Segiobe, tuko na besoin ya to. Mbona to shafika mu 33,000 na mu 34,000. Est-ce que tutaishi vile au? Très bien, nitaijibu kabisa. Ile ni kesho ya kwanza. Ya pili. Juu ya sécurité. Unaona kutana mtuambiaka kutembea ni 24 heures sur 24 heures. Mais ukisema sangizi papa na mkazi kazi ya kietu maso. Anapata makuta 18 heures. Sisi tunaona besoin kwenda hivi 20 heures 21 heures. Na sababu mtuambia sasa 24 heures sur 24 heures. Mais ukifika 18 heures 19 heures wanakuarete. Est-ce que mtuambiaka? Est-ce que ça mtuambia sasa 24 heures sur 24 heures? Mtuambia tuko na fika 18 heures. Tumtuambia tuko na 24 heures sur 24 heures. C'est déjà fait. Amepose ma question za mzuri sana. Le chef de quartier wa mingi mimi si wa vichi. Basi ngoma kama yuai. Uni porte parole wenu? Unafika sababu kama kufanya salon. Anaweza kuambia kiza kufanya salon, kesho taniona ndani kuitia. Eske mlisema juu ya kwenda itiana. Ni mimi tujao tutaishi na nini? Hatutaishi na mimi, tutaishi na watu. Mjue. Kama unapenda tuwapende, mwache fimu. The DJ who's got that. Asante sana. Mpunge mikono, mpunge mikono. Asante. Tunaona kama ku AFC M23 ni liberté d'expression. Na hii maswali zote zitajibiliwa. Hizi maswali zote zitajibiliwa. Hata mon colonel iko pale, tutampatia wakati ataongea. Si mbona besoin musikie pia sauti ya mon colonel? Alors, kunakosa mama mwingine hivi bako wawili, alafu na baba mmoja kisha tunaachia pale. Mumpatie mikro. Tusikie kwanza huyu kaka kisha mama tafuata. Na wewe mama tu pale. Niko na question kuko question na kuko recommandation. Anasema iko na question na iko na recommandation. Tuko tayari kuisikia. Juste question iko hivi. Question ya kwanza ni juu ya kusema ile kwanza juu ya fimbo. Ile dada anatoka sema hapa atuka isha tutia mu insécurité kwanza. Utakuwa hauko mwizi, hauko mearme, wakisha kukamata ni fimbo. Ile inaleta kwanza boga kushia population. Amweke ingekuwa bandi au mearme, la ça va kama nizi kula fimbo kule, basi tunaweza comprendre. Recommandation yangu ya juu ya wakadre de base. Yenye iko ni juu ya wakadre de base, tuko mu population. Mais unakutana we quelqu'un wa quartier, unakuwa na boga juu ya kusema bwana huyu anakuwa na silaha. Sasa wakati unaogopa, unajua kama ule cadre de base naye anajua, unaogopa enda sema. Yaani kusema makadre de base bana yako kwenye silaha ziko wananyamazaka. Ndio wananyamazaka kabisa. Kuhusu baba baby kuna pie. Wanezi mwambie bwana, epreve iko hivi juu ya fulani alipie. Na unakutana vinawezekana ndio ni mwizi. Wananyamaza kwa sikia. Donc ile probleme tunakutana, sisi tunakuwa tuko sikombe mule mkartier tunanyamaza tu mais hatuna ya kujitetea. Na tunakutana kama antuka tusaidie sana, muongee nabo mzuri, mubafundishe
ile egoisme yenye walikuwa nayo na hawa sodai tu bebiko nakuwa na nyie ile kuaminia telefona na ukuta kunjia kama tatumika na nyie ile esprit asiendelee kuwa nayo porque tuone kama wakati ntezi mkuta kama ntezi mpatia raporo yangu atanisikia akwa kunielewa akwa kunisikia na kunielewa njoo ile yenye mimi naomba antuka mtusaidie kwanza kwa ile. Asante dada, njoo wa mwisho na njoo anakuwa ine. Kwa majina naita Masika. Kwetu ni hapa Mgunga. Mimi nilitasema hivi. Mama Masika, jambo. Jambo sana papa. Karibu. Nilitasema hivi. Mulishakuwa M23. Tushakuwa munania M23. Kwa sasa hivi president mwetuko naye ni nani? Okay. Ya kwanza hii. Anauliza tuko mu espace ya M23. President mwenye tuko naye ni nani? Ya pili nilitasema hivi. Makarte de lecteur zetu za Chilombo zote na wajene na baba na mama zilishaka potea. Tuko nafaa tukifika 18h wanashimamisha garso jeune garso atatoka mkazi zake shateseka mkiwombere mkikonvaere shima mnatoka wapi hauna carte de lecteur direct mgari kujemi. Ya tatu nilitasema yangu ya mwisho. Kuko wa mingi hapa ndio wanispenda wengi mkazi ya kisoda na kuko wenye wako interesse mkazi ya kisoda. Kuko wenye wezi ingia mkazi ya kisoda mnaweza watafuta wengine mwingine ka projet. Mungu na maprojet za mingi mu ville de Goma. Imu Mgunga yetu ishateseka hatuna kura, hatuna nini? Station ya kwanza tulikula vile kwa ndio makura. Ilifanya sasa tupata usalama kwanza mtuletea na shia kura makartie yote. Kura ndio ya kwanza msecurity. Ndio nitasema hiyo. Mama Masika, mkono hii kwanza. Asante. Shukrani. Wandugu shalom. Shalom wandugu. Msikie kwanza majibu ya hizi maswali. Nitaanzia kwa udada na nimempatia mkono nasema shukrani. Kuhusu wale ambao wanakuwa wanarudia hawana makarte alafu wanakamatiwa. Wandugu, najua kama hii Lac-Vert Mugunga iko zone yenye ingali iko kama vile zone yenye iko operationel kwa kuwa adui wanajificha sana humu mwa hii makata. Na wale maadui wanaendelea na kutatiza raia. Hawezi jeshi letu haliwezi kukutana na mtu zisikose kumuuliza unatokea wapi, ila mtu yote haiko adui. Kia lazima ni jeshi yetu wakati mekamata mtu inamupeleka kwa cadre de base ifo wakati wamempeleka kule, na wewe uhakikishe kuwa cadre de base anakujua, chef de quartier anakujua, chef d'avenue anakujua, nyumba 10 anakujua. Kama pale watu hawakujue unataka bakutetee namna gani? Eski abata ukamata kweli kama adui mwa ile usiku? Ndio maana tutawaomba normalement pouvoir inaanziaka chini. Hawa viongozi mwemuko unawaona hapa. Huyu anaweza kukutetea na huyu tena anaweza kukupania rapport unaangamia. Shalom Ndio maana inabidi unakuwa unajua wakati kiongozi amekukuta ama soda na kuuliza chef de quartier wenu ni nani? Chef d'avenue ni nani? Unamkosa. Na kweli na chef d'avenue wanamuuliza, "Eske huyu mtu unamjua?" Banakupoze question, "Unaishi ngambo gani?" Unakosa kwenye unaishi. Eske pale unataka jeshi letu ijikomporte namna gani? Na tena tuko na watu wanakuwa wanatatiza watu usiku yote mzima. Hii Mugunga Lac-Vert mnaonaga masasi na liaka kila siku. Ni silaha zenye ziko muma mingine hapa ziko muma nyumba. Shalom wa ndugu. Unazania zile silaha zinatoka tu mbinguni zinapiga. Si zinatoka tu population mwenyewe tu. Kolonel atakaye kujibu kwa hii jibu, lakini nataka kwanza niendelee na kwa hii jibu yenye ukaka naye alisema. Nawaza jibu kesho yake na ya ule mama biko presque sawa. Ila hata kama ukuwe cadre de base, hata ukuwe chef de quartier, ukuwe kiongozi yoyote, ukiwa unatumika na adui ama umefichia adui information, na wewe hata uko cadre de base tunakupeleka, tunakushika. Shalom Si hatutaki kusema kama tutie complaisance ya kusema huyu ni cadre de base anayua information, na hapa kuyenye mnajua tunafichiana kasiri, msiogope. Kama mnayua mtu mwenyewe, niko na batia nimero yangu, sitakutayaka sasa wewe ulinipatia nimero, wewe ulinipatia
information. Nitawapatia manimero yenye mtaka mnatuita mkikutana kuna kuwa shida, ili sisi wenyewe na utafiti wetu tukuye tuverifie na tu hakikisha kuwa ile kitu inaisha. Shalom eh? Halo. Najua niko na sauti lakini naona masinga zimamu sizikanyange pale. Halo, tuna insiste shalom wa ndugu tena. Tuna insiste usalama ni ya watu wote. Usalama ni ya watu? Si ni ya watu wote. Halo, mon colonel, naweza kama utatusaidia ukuye kwanza hapa, musikie sauti yake na ili aweze kujibu kwa hii jibu ya huu. Kuko question ulinipoze. Dada angali na maswali ya kuniuliza njoo mimi. Dayari nina kumbuka. Alisema tena watu wanaenda tafuta kidogo. Sasa narudia ifo ba heme na 20h 21h. Wandugu wapendwa. Fasi yote kwenye AFCM 23 ilikuwa iko Ruchuru. Muulize mwenye kwa information ya Ruchuru na hata Masisi kwa leo. Aulize vile leo watu wanaweza tembea 24/24. Kidnapping Ruchuru haikuwake tena. Eske kidnapping batu ya Ruchuru wako hapa? Batu ya Ruchuru wako? Bako? Eske Ruchuru kuna kuwaka tena kidnapping? Haikuwake tena. Hii usalama kweli tunaweza kuambia kama haitakuwa kama bato magic, lakini itakuya polepole na tuko tunahakikisha kuwa ikuwe na ikuwe ya kudumu. Hapana usalama ya leo mulilala bien, kesho yake tena hamutalala bien. Si ni vile? Alafu sasa tutafikia wakati yenye ile 20h yenye mama iko naomba sasa kwa nenda hemia 20h, ile wakati na itafika na ni hapa sasa hivi kwa kuwa jeshi letu ziko zinatumika chini juu. Ila ile usalama ndio maana tuko na baomba wabiana, mkuye wabiana, mujiunge na hii arme juu na nyie mkuwe polisi. Mkie msekirize lakve. Situja sema Kongo itajengwa na wanani? Sina sisi wenyewe. Mon colonel, basi wanauliza juu ya fimbo. Si ni vile? Si muliuliza juu ya fimbo? Muliuliza pia president ni nani? Asante. Na wajibu hivi. Wandugu wapendwa, kwa sasa tuko na gouverneur de province mnamjua. Si ni vile? Kunor Kivu kwa eneo yote nye tumekamata, ye mwenyewe njo mwenye iko pale. Kama kuna kwa swali yoyote ye njo kiongozi ambaye anajibu kumajibu yote. Ila chama iko organize, iko na structure. Tunakuwa na president wa chama ambao mnamjua ni Bertrand Bisimwa. Si ni vile? Tunajua na coordinateur politique ambao ni Corneille Nangaa. Iko coordinateur politique. Tunakuwa na coordinateur militaire. Ama jeshi ya Mungu naona coordinateur militaire ni General Major Sultani Makenga. Mnamjua ni mtoto yetu, ni mtoto wa mwingine. Alafu muniulize hii swali sasa tutafika Kinshasa juu hadi tuko tunaenda Kinshasa. Sasa tunafika Kinshasa ndio mnasema sasa juu hapa saa hii tungali kwanza mrevolution, na wakati tutafika kule juu mkiniambia kama tutie president hapa maana mnataka tukate hii nchi. Idea ya hii chama haiko kukata nchi. Idea ya hii chama haiko kukata nchi. Kwa kuwa kama leo tumetatua shida za watoto wa Goma, sinabidi na wakisangani nao wako na mashida inabidi zitatulike. Sasa tukiishia hapa tutakuwa tumesaidia Kongo kunini? Haiko vile. Idea hii basi batie masikio. Banataka kata, banataka anexe. Bongo mutupu. Tunapiganisha mantivale na vile tunaendelea hadi mwisho. Mon colonel karibu. Sawa, asante. Wakaaji wa Mugunga Lac Vert mjambo. Wakaaji wa Mugunga mjambo. Bwana ninaona hamna morale, ni shida gani? Jala ndio Aisha msikue na shida. Hamkukula? Sasa mtakuja kula kwangu. Msikue na shida. Mtakuja kula kwangu. Hakuna shida, address mtapata, hata namba mtapata ya simu, msikue na shida. Ninafurahi kwanza kuwaona, ninaona sura zenu zinapendeza sana, mnaangara kabisa. Ninasema asante kwa viongozi wa hapa Mugunga Lac Vert kwa namna mnaweza kuishi pamoja na raia.
Dabora nitaanza kwa kabla sijaingia kwa shida ya fimbo. Wamenielezea eti kuna watu wa security hapa Mugunga ambao wanatatiza watu eti kama umetumia chupa na haukumpatia inakuwa ni conflict. Na hii imekuwa chanjo eti wao wanaanza kuwachukua na kuwapiga. Acha niwaambie hii kama ilikuwepo na kama imekuwa ikifanyika, ninaongea makati shefu ananisikia wa eneo. Hii kitu sitaki niisikie tena na haitarudilia. Na mtu ambaye anaweza kuwa ndiye iko kuchanjo cha hii shida. Ndio. Kama wako hao wetu wanasema ni watu wa security ambaye tutaweka mkono juu yake ataadhibiwa vikali. Eske mnanisikia vizuri? Ndio. Nyinyi raia ni mali yetu, nyinyi ni mali ya chama, nyinyi ndio matière précieuse, matière première ya chama cha M23 ama ya askari wetu. Kitu cha samani cha kwanza ndani ya nchi ni raia. Ndio maana ninakuja hapa kwa swali eti fimbo. Hatukutoka Sabinyo, tutoke sehemu tulikuwepo, tukuje hapa Goma, Bukavu, sijue Butembo na sehemu zingine ambazo tunaelekea eti juu tukuje tuwatese. Hapana. Tumekuja ili tuweze kuokoa raia ya Kongo ama wakongomani wote pasipo kubagua mtu, pasipo kubagua kabila la mtu. Mnanisikia vizuri? Ndio. Ndio maana kama hiki kitu cha kusema eti fimbo kwa mwili wa raia kimefanyika, acha niwaambie ni makosa. Kama ilikuwepo, acha tuwaambie mtuhurumie. Kama ilikuwepo, mnanisikia vizuri? Ndio. Na tunaenda kuhakikisha ya kwamba hii isirudi tena. Na ninawagarantia ya kwamba haitarudia kama ilikuwepo. Kama ilikuwepo ni makosa kidogo kidogo ya watu fulani fulani ama ya askari wetu wenda ama viongozi fulani fulani, ni maderapage kidogo kidogo ambao wanafanya maka sisi hatujui uongozi. Hata hizi sehemu zingine za sema etika show sijue tunaenda kufuatilia na tuongee na uongozi wenyewe unahusika ama wenyewe wanafunga watu. Tuwawekee mkazo ili waheshimu haki ya binadamu sawa gizi chama chetu kinaheshimu haki ya nini? Ya binadamu. Mnanisikia vizuri? Na hii mambo chef, kama kweli watu wako walikuwa wanapiga watu, hii sitaki nisikie tena. Na kama tumekuja hapa Mugunga ni ili tuweze kujua shida mnazo ni gani, mnaishi na mna gani, na sisi tuweze yenye tutaweza tutaimaliza, na ile ambayo hatutaweza kutatua tuongee na uongozi, turipotie ngazi zetu ili tuweze kuangalia namna gani tunaweza kuameliore condition de vie ya wakaaji wa Mugunga. Hata kwa ajili ya usalama, mnisikie vizuri, mfuate vizuri, mnisikie vizuri. Yes, makelele. Kwa mambo ya usalama, hapa ni Lac Vert vers Mugunga, tunajua ni presque quartier moja. Circulation, acha niwaambie, hatutakwamisha circulation ya raia. Circulation iko libre, mnatembea 24 heures sur 24 heures. Lakini pour des raisons ya sécurité, wakati tumeangalia kwamba adui amejiweka ndani yenu, ndani ya hii Lac Vert, ndani ya Mugunga, wametoka hao mabandia ambao walifungula ndani ya Munzenze na hao wa FRDC, les FDLR ambao wamejifunga pembeni, wametoka huko na huko, wamekuja wamekaa ndani ya Mugunga na hapa Lac Vert. Kulingana na hii imesababisha huenda waanze hata kukuuliza wewe unatoka wapi, unaenda wapi. Lakini kwa eneo zingine ambao tumezidhibiti na ambazo ziko na usalama, tumehakikisha kwamba usalama umekuwepo, hii haiko. Mambo ya kuuliza karte haiko. Watakwambia eti wanafunga mtu, acha
Mtu ambaye atafungwa kwa ajili ya kukosa karte, acha niwaambie, akuje kwangu anipigie simu ama akuje kwa yeye, na hii tutaimaliza. Tangu leo mtu ambaye atasema amesimamishwa, ameulizwa, amefungwa juu ya karte, mtupigie simu, hii shida tutaimaliza. Unanisikia vizuri? Circulation hata niwaambie iko libre, mnatembea bila shida, lakini na nyie mtuambie mabandia wako wapi. Nyinyi wa nyumba 10, nyinyi wa nyumba 10 wa chef d'avenue, tuna habari ya kwamba mmejua sehemu adui ipo na iko na silaha, lakini mmewanyamazia. Acha niwaambie, kesho tutachukua mtu kwa eneo yako wewe nyumba 10 ambaye umemweka, umemjua na unamnyamazia. Huyo adui tutamchukua na wewe nyumba 10 tutakuchukua na utajibu. Tena utaadhibiwa zaidi kuliko hata huyu adui. Ndio. Est-ce que mnanisikia bien? Ndio. Chef, weka mkazo kwa kitu hiki. Weka mkazo kwa kitu hiki. Tuna habari mlidili na hawa watu makati walikuwa mambo yao ya uzalendo. Sasa acha niwaambie, muda ya uzalendo huo umekwisha. Wazalendo wa haki ndio hawa vijana ambao mnawaona. Ndio wazalendo, les patriotes, wako tayari kutoa maisha yao, uzima wao kwa ajili ya kuokoa wakongomani wote. Tena miguu yetu tuko kwa barabara, tuko tunaenda hadi kutana na huyo Kisekedi huko ndani ya shambri yake Kinshasa. Msifikirie ni hapa Lac Vert ama hapa Mugunga, hapana. Mnanisikia vizuri? Ndio. Mnanisikia vizuri? Ndio. Wangapi wako tayari tutembee pamoja hadi Kinshasa? Sawa, asante, mjipigie basi mikono. Nadhani nimejibu kwa maswali mengine, acha Mosolele. Asante sana, shukrani. Alafu dada yuko ananikumbusha sasa ile dolari itashuka. Nawaza kamaradi Nosali jibu kuambia kama tulipata watu ambao wanakuja kusema walete phrase zenye waliimprime Kinshasa juu zipoteze dolari zenye ziko hapa na juu to ipande yulu. Na ile vitu tuko natumika kwa na viongozi wanatumika kwayo, na njoo maana hata hapa Kadeko umeona tumefungula hiyo benki pale. Tunajua msimu kidogo ile vitu wenye mko mnaona dolari kupanda sijui namna gani vitakuwa regile na vitaisha, ila twende tu polepole. Ya lazima osi yenye tuko napigana nayo tupate usalama na vingine navyo vitakuya baadaye, si ni vile? Alafu wandugu, tumeongea ya kutosha, mmepozea makesio na kuna kwa hata zingine zilibakia. Makesio zingine biro yangu iko pale ku gouvernorat. Ukikuya pale kama kuna question, unakuya directement pale ku gouvernorat, hakuna shida, utaniona, unaweza poser question. Au mko na shida fulani utaniona, tutaweza mtaona ekipe yote tuko nayo, kamarade Inosaiko pale na wengine wote tutaposer question yako na utapata jibu. Ila kama kuko kiana mwanataka ingia mu polisi, mujeshi, asisikie ayakuye tu hapa, aseme mimi niko tayari muniandike na tutamwandika. Mkuga mwenyewe tayari? Kuko mwenyewe tayari kusema aingie mujeshi ama mpolisi? Mjisikie huru. Kamaradi Inosa, eske kuko wako tayari pale? Kumwenyewe tayari ajisikie huru akuye hapa, tumwandike jina. Alafu aingie mujeshi na akuye asekirize hii Mugunga hii Lac Vert. Wala nina na wengine mkuye. Wala tunawaandika hapa karibu na wadada nao kama bako nao wakuye. Karibu sana. Karibu ndani ya polisi na jeshi. Bora karibu sana, karibu. Watu wamejitoa. Karibu sana, karibu. Kongo itajengwa na nani vijana. Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kuna dada mwana kuya naye hapa, karibu dada. Karibu ndani ya jeshi. Kuya anasema anaingia ndani ya jeshi. Karibu. Karibu ndani ya jeshi. Tuandike, tukuye. Tuandike, tukuye.
Musiku ziko nakuya. Musiku kidogo mtawaona wanavala teni, wanakuya hapa ndio wataanza kusekirize hii mwingine. Karibu kana kwa mwingine. Karibu ndani ya jeshi la polisi. Karibu wandugu. Wala dada yuko tayari. Karibu. Wala mwingine huyo hapa karibu sana. Karibu kama kwa mwingine hapa. Karibu sana. Ni vijana. Saa zingine hatutarudi hapa Lakber, na itafika wakati mmoja tutaingia ndani ya hii jeshi. Saa zingine leo ndio neema ya mwisho. Karibu kwa kuhitaji. Mwenyangali hapa kuye. Tunawahitaji kwa mwenyangali hapa. Tunawahitaji kwa ukasiri wa ndugu. Kula nyuma tuko pamoja. Tulikuwa kule nako wa ndugu tukuje. Karibu kwa vijana. Ndani ya jeshi la polisi. Ndani ya jeshi la polisi ya M23 ambayo iko professional na iko bien éduqué. Karibu wandugu kule, karibu na nyinyi mkubwa mjunge. Karibu kama uko juriste, kama uko maso, kama unasoma ekonomi, kama uko manisie, kama uko chauffeur, kama uko mekanisie, unahitajika na wewe ndani ya jeshi. Uko nafasi yako ndani ya jeshi wandugu. Hata mapasteri nao wanahitajika. Kwa kuwa ndani ya jeshi pia tunaomba, ndio? Utakuwa ndani ya umonali, militari, hata uko pasteri nao wanahitajika. Uko evangeliste, uko mtumishi, zinamwambia tuko vile. Wandugu kule nyuma tuko pamoja. Kule tuko pamoja. Kule tuko pamoja ndugu. Asante. Nilipenda niwaambie kama shabaha yetu kuwa hapa ni kuwa gavana liwali wa jimbo Excellence Bahati Musanga Erasto ametutuma na ujumbe mumeisikia, lakini amesema pia tuwapatie pole watoto wa Lac Vert. Muliweza kupitia mambo mbaya hapa Lac Vert. Anajua vizuri sana kama kulikuwa vita ya hatari, kama kulikuwa maposition mbalimbali ndani ya Lac Vert, kama kulikuwa wazalendo ambao walikuwa wanawatatiza, na anasema
pole sana, pole, na hata usalama mdogo ambao ngali uko naenda unaisha, nayo ni mambo ya siku kidogo, si ndio? Ndio. Na akaniambia mpokee salamu zake, muzipokee, akiwaambia miatiki Myanzimiji kutie amakuru mbote na bino, mujipigie vigelegele wa ndugu. Sasa mimi sitakuwa mrefu, mimi nitaka kurudia kama kwa mambo 2 ama 3, alafu tuendeleshe na tukomeshe mpango wetu wa leo. Mheshimiwa Remi, kwa nini umetembelea Lac Vert? Asante sana, nimetembelea Lac Vert kwa kuwa nimetumwa na Mheshimiwa Liwali wa Jimbo Son Excellence Bahati Musanga Erasto, ambaye anataka kuona kabisa Lac Vert ipate usalama, ila alinituma kwanza niwapatie kwanza message hizi 3. Message ya kwanza ni message kwanza ya amani, ya unite. Niambia wakaji wa Lac Vert ya kuwa hakuna development bila unite. Inabidi kwanza watu tukubaliane ya kwamba tunapaswa kuwa mtu mmoja, hapana mambo ya ukabila, mambo ya ubaguzi, kwa kuwa Kongo tuitike kuwa tuko Wakongomani na tuko mtoto wa baba moja ambaye baba yetu ni Kongo. Na kwa hiyo message ya pili ambayo Mheshimiwa Excellence ametuambia tupatie watoto wa Lac Vert ilikuwa message ya kuambia wajidesolidarize na adui ama waachane uhusiano pamoja na adui, kwa kama vile mnajua hii ngambo ya Lac Vert ni mahali ambapo adui, watu wengi hata wagaidi wanakuwa wanajificha wakiwaza ya kuwa watakuja kutatiza mji wa Goma ama watakuja kuliberea mji wa Goma wakijidanganya, na wakipata hata msaada kidogo kidogo kutoka Kinshasa ambao wanawadanganya. Gouverneur aliniambia niwaambie hivi ya kwamba wajue ya kwamba usalama italetwa na sisi wenyewe. Tupatie wajasusi wetu information ama majeshi wetu ili watupatie amani, kwa kuwa niliuliza wakaaji kuwauliza eske muko na bezwe ya amani, nao wanasema ya kuwa wako na bezwe ya amani. Na kwa hiyo gouverneur alisema tuambie wachana na uhusiano na adui. Nyingine ya 3 ni yani ile madesinformation ambayo adui anaendelea kuweka ndani ya population, na hata kunakuwa watoto wa Goma, wandugu wa Goma wanaendelea kuwa instrumentalize na marezo sociaux na habari za uongo. Ninawaza kama tunakuwa na kano ya communication, chama yetu kama vile AFC M23 inakuwa na kano ya communication, na tunakuwa na wakadre de base ambao tunawapatia communication ili waweze kupatia wakaaji information, wasijifie kuma information za uongo za kuogopesha watu. AFC M23 iko hapa kama vile nimewaambia, iko hapa na haitatoka, haiende fasi, kwa kuwa AFC M23 ni watoto wa Kongomani ambao wanapigania kusema mkongomani kesho jikute kabisa iko huru. Kama kuna kuwa maminere zenye leo kesho wamefanya miaka na miaka, ama sijue mali ambayo Kongo kuna kuwa zinaingia ndani ya mifuko za watu na wakaaji hawapatake hata intere moja, hii chama imekuja kusema instaure ile yote na ifukuze ile utawala mbaya ambayo wakaaji hawajiretrouve ndani ya hiyo utawala. Na ndio maana wakaaji wote wamepiga mikono, na kama wanapiga mikono wapige mikono kama ni kuhakikisha kweli wale ambao wananizunguka hapa wapige kwanza mikono ili muweze kuwaona kweli kama wanahakikisha. Wanataka hii uongozi ambayo ilikuwa Chilombo ibadilishwe, na itakapobadilishwa na ni hapo ndipo tutaona hata wakaaji wanaishi usalama na wanaishi pia development. Bana, hiyo pesa ambayo tunakuwa tunatoa ili tuunge serikali mkono inakamatiwa tena inaingia ndani ya familia ya Chilombo, inakamatiwa tena inaingia ndani ya mifuko ya wale ambao wanazunguka Chilombo. Hiyo uongozi mbaya ndio AFC M23 inapiganisha, na hiyo hatutakubali, na wakaaji wako tayari kutunga mkono. Wakaaji wanasema mlete umeme na usalama. Wakaaji wamesema tulete umeme. Unajua kweli ya kwanza ambayo tulianzia hapo kwanza tunapiganisha mpaka leo, ingawaje kungali kwanza maderapage kidogo ngali adui ambao wanajificha ni usalama, kwa kuwa hata umeme ukue bila usalama ni sawa na bure. Ila
tutahakikisha ya kuwa pamoja na chama yetu ya kwamba umeme itakuwepo na hata maji itakuwepo, ili wakaaji wajikute kabisa wako ndani ya nchi ambayo inawafalia. Na kwa hiyo tunaomba wakaaji watupatie muda kidogo tu, wakati ambao tutakuwa tunaweka administration yote na kuweza kuhakikisha kuwa wamepata usalama na wamepata umeme na pia wanapata maji. Asante sana. Asante sana bwana mpasha habari.